Kila mtu ana nyota yake, lakini si kila mtu anajua inamaanisha nini. Leo nitakwambia siri ya nyota yako, lakini kabla sijakwambia hakikisha una subscribe hii channel ili kupata mwendelezo wa video za elimu ya nyota. Pia niandikie tarehe na mwezi wako wa kuzaliwa kwenye komenti ili niweze kukuandalia video kama hii. Tuendelee na nyota ya pili ambayo ni nyota ya ng'ombe au Taurus. Taurus ndiyo nyota ya pili katika mzunguko wa nyota zote 12. Nyota hii inatawaliwa na sayari inayoitwa Zuhura au Venus. Hii ina maana kwamba tabia, hisia, mwelekeo wa mapenzi na nguvu za kimwili za watu wa Taurus zinachangiwa na nguvu ya sayari ya Venus. Alama ya nyota hii ni ng'ombe, ikimaanisha ishara ya utulivu, uthabiti, nguvu na mali. Wenye nyota hii ni watu waliozaliwa ndani ya tarehe 20 Aprili hadi 20 Mei. Yaani kuanzia tarehe 20 Aprili, tarehe 21 Aprili, tarehe 22 Aprili, tarehe 23 Aprili, 24 Aprili, 25 Aprili, 26 Aprili, 27 Aprili, tarehe 28 Aprili, tarehe 29 Aprili, tarehe 30 Aprili, tarehe 1 Mei, tarehe 2 Mei, tarehe 3 Mei, tarehe 4 Mei, tarehe 5 Mei, tarehe 6 Mei, tarehe 7 Mei, tarehe 8 Mei, tarehe 9 Mei, tarehe 10 Mei, tarehe 11 Mei, tarehe 12 Mei, tarehe 13 Mei, tarehe 14 Mei, tarehe 15 Mei, tarehe 16 Mei, tarehe 17 Mei, tarehe 18 Mei, tarehe 19 Mei na tarehe 20 Mei. Taurus ni watu wenye subira, utulivu na wanaopenda maisha ya uhakika. Wana akili za kimaamuzi na hawakimbilii vitu kwa haraka, kwa sababu wanaamini mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa jitihada na mipango. Ni watu wanaopenda faraja, uhalisia na vitu vinavyodumu. Wana moyo wa uvumilivu na wanajua kustahimili magumu ili kufika wanapotaka. Zifuatazo ni nguvu za nyota ya Taurus. 1. Ni wana uvumilivu mkubwa na wanajituma. 2. Ni wenye maamuzi thabiti na hawaogopi kufanya kazi ngumu. 3. Ni waaminifu na wenye kudumu kwenye ahadi zao. 4. Ni watu wa kupenda sana ubora na si wingi. Lakini changamoto yao kubwa ni kwamba wanaweza kuwa wakaidi na wagumu kubadilika. Mara nyingine wanashikilia maamuzi hata kama hali imebadilika. Pia wanaweza kupenda faraja kupita kiasi hadi kusahau kujaribu mambo mapya. Ili kushinda changamoto hizo, ni lazima ujifunze kukubali mabadiliko kama sehemu ya maisha. Muda mwingine usijikite tu kwenye usalama, fanya uamuzi unaokuza uwezo wako. Pia jipe changamoto mpya mara kwa mara ili usibaki pale pale. Wenye nyota hii huwa bora sana kwenye kazi kama vile uhasibu, benki, biashara, kilimo, ujenzi, mziki, sanaa, kazi za ubunifu zenye utulivu, walimu au kazi za ofisini. Katika mahusiano, Taurus ni waaminifu na wakweli, wakipenda, wanapenda kwa moyo wote na wala hawapendi michezo ya hisia, wanapenda uhalisia. Hata hivyo, wanahitaji mtu anayejua kuwapa uhakika na utulivu. Kwani wakiwa na mashaka, wanajitenga haraka na ni vigumu kuwafikia tena. Kama nyota yako ni nyota ya Taurus, zingatia hili. Kamwe usiogope mabadiliko, maana hata miti hupoteza majani kabla ya kutoa matunda. Kumbuka, nguvu zako zipo kwenye uthabiti, lakini ukuaji wako uko kwenye kubadilika.